Vipers Sports Club imethibitisha kuwa haitocheza mechi za ligi kuu ya Uganda, wakipinga mabadiliko ya mfumo mpya wa ligi. Taarifa ya Vipers imesema wapo tayari kwa lolote dhidi ya shirikisho la soka la Uganda, FUFA. Mabadiliko yaliyofanywa na FUFA raundi ya kwanza, timu zote 16 zitacheza mechi moja kwa kila mpinzani na sio nyumbani na ugenini kama ilivyozoeleka. Timu 8 bora za juu zinafuzu kundi la kwanza na timu 8 za chini zitafuzu kundi la pili. Raundi ya pili, timu za kundi la kwanza yaani 8 bora zitacheza katika muundo wa nyumbani na ugenini na timu 6 bora zitacheza muundo wa mechi moja moja ili kupata bingwa. Timu za kundi la pili yaani 8 bora za chini zitacheza kwa muundo wa nyumbani na ugenini na timu 2 za juu zitakuwa salama kwenye kushuka daraja, huku timu 6 zilizobaki zikipambana kukwepa kushuka daraja. Raundi ya tatu, timu 2 za chini kutoka kundi la kwanza yaani nafasi ya 7 na ya 8 na timu 2 za juu kutoka kundi la pili zitacheza kwa muundo wa mechi moja moja ili kupata nafasi ya msimamo wa ligi yaani namba 7 hadi namba 10. Timu 6 za chini kutoka kundi la pili zitacheza kwa muundo wa mechi moja moja ili kupata nafasi kwenye msimamo wa ligi yaani nafasi ya 11 hadi nafasi ya 16. Na timu 2 za chini yaani nafasi ya 15 na nafasi ya 16 zitashuka daraja, huku timu itakayoshika nafasi ya 14 itacheza playoff ya kuepuka au kushuka daraja. Mabadiliko mengine. Badiliko la kwanza, mchezaji mwenye chini ya mkataba wa miaka 2 hataruhusiwa kucheza ligi. Namba 2, klabu zitatakiwa kuwasilisha mapato na matumizi ya fedha zao, takwimu za wachezaji na mechi husika. Namba 3, makocha wawe na diploma A ya kafu. Klabu nyingine zinazopinga mfumo mpya ni Sports Club Villa na NEC FC. Kwanza ukiangalia swala ya ligi inategemea pia na maamuzi ambayo yapo kwenye nchi husika. Kwangu mimi Vipers ni moja kati ya timu ambayo miaka karibuni imekuwa ni timu tishio kwa Uganda na wamewahi kuwa bingwa mara moja. Walienda kushiriki vya mashindano ya CAF Champions League. Isivyo bahati walitolewa na Simba Sports Club. Kwa ni timu ambayo pia inanisuru. Hata ukiangalia kwenye timu ya taifa ya Uganda kuna baadhi ya wachezaji kadhaa wanatoka kwenye Vipers. Kwa hiyo ni timu ambayo kwa siku za karibuni imekuwa na nguvu na ndio maana wanakuwa na nguvu ya kusema hiki. Sasa kwa nini wanasusa? Wanasusa wanaonekana kuna kanuni mpya ambazo kwa wao wanaona sio rafiki. Moja ya kanuni ambayo inatajwa au kuwa sio rafiki, kulazimishwa kusajili mchezaji kuwa na mkataba wa miaka 2 na kuendelea. Maana yake kwamba unaposaini mchezaji unapaswa kusaini kwa mkataba wa miaka 2. Kwa hiyo wao hiyo wanaona sio nzuri kulazimishwa kumsaini mchezaji kwa mkataba wa miaka 2. Wana sababu zao na mimi naona ni hoja naona hoja za asili. Huwezi kumlazimisha mtu muda wa kumsainisha mkataba mchezaji, kwa sababu unapomsainisha mchezaji mkataba muda mrefu una faida na hasara zake. Faida ni kwamba mchezaji abaki kwenye kiwango kile kile. Hasara mchezaji anaposhuka kiwango. Mchezaji akishuka kiwango, nani ambaye atakuwa anahusika na kufidia hizo gharama ambazo klabu imeingia kwa ajili ya mchezaji? Kwa hiyo ni mada mtambuka, ni vitu vingi vya kuangalia hapo. Kwangu mimi ni swala pana zaidi. Na hisi inahitaji kufikiria zaidi kabla ya kuanza kusema vilabu lazima visajili wachezaji mkataba unaozidi miaka 2. Kuna baadhi ya vitu huwa vinatokea. Kwa mfano ukisema ligi ichezwe kimakundi, bila shaka sipo kwenye sababu ya watu ambao wameamua, lakini najua ikitokea hivyo ujue ukata ni sababu moja wapo. Ukata wa fedha huwa mara nyingi unasababishwa ligi kucheza kimakundi. Ndio maana hapa Tanzania kwa mfano ligi ya Championship na ligi za chini inachezwa zaidi kimakundi, kwa sababu hiyo timu kusafiri michezo yote inakuwa ni kazi ngumu. Lakini kundi mara nyingi inacheza kwa zone. Zone yenu ni rahisi kusafiri kutokana na umbali wa ule mrefu. Sasa kama shida ni ukata, wanafanyaje kuondoa huo ukata? Unajua Tanzania tuna bahati, wadhamini ni wengi kuliko nchi nyingine, lakini nchi nyingine zina struggle sana kupata wadhamini. Na ndio maana unaona kuna baadhi ya vitu ambavyo vinatokea. Wakati tuliongea hapo juzi na watu kutoka Kenya wanasema kwamba wao bingwa huko Tanzania bingwa anapewa zawadi, lakini Kenya bingwa anaongezwa peke yake. Kwa hiyo unaona hiyo ni changamoto. Sasa pia kwa Uganda, ndio maana wachezaji wa Uganda utawakuta na bungo, wachezaji wa Uganda utakuta hivyo tayari kucheza timu yote Tanzania, hadi timu za madaraja ya chini kuna wachezaji kutoka nchi nyingine kuja kucheza Tanzania. Kwa maana kwa changamoto ukata. Kwa hiyo kama imekuwa hivyo, shirikisho la soka FUFA wanapaswa
waangalie jinsi gani ambavyo wanaweza wakaivalue ligi yao, jinsi gani ambavyo wanaweza wakakumulate fund kubwa ili timu yao iweze kwenda vizuri. Ni swala gumu, lakini swala ambalo linawezekana. Hapo ni swala kulinadi na kutengeneza mazingira rafiki. Kwa sababu Uganda moja kati ya nchi ambayo ni tunasema misingi ya huku chini, wanafunzi wakiwa shule wanasoma vizuri, wanacheza vizuri, lakini sasa tunapoenda kwenye senior level, kwenye level vijana wanapata vijana wengi sana, lakini kwenye senior level wanapata shida, kwa sababu senior level haihitaji maneno peke yake, haihitaji mipango peke yake, inahitaji pia kiwango cha pesa ambacho wewe unainvest kwenye hiyo ligi. Ukisema watafaidika nini, ni ngumu sana kusema moja kwa moja watafaidika nini, lakini mpaka watu wameamua kuwa hivyo, ina maana kuna kitu ambacho wanakiona kwao kitakuwa na faida. Kwanza, siku zote angalia, mara nyingi wanagoma watu wenye misuli. Akigoma mtu mwenye misuli, yani akigoma mtu mwenye ushawishi mkubwa, kuna vitu huwa vinabadilika. Lakini akigoma mtu ambaye hana nguvu, hana ushawishi, mara zote watu wanampuuzia, wanaona kama mjinga fulani mwache. Kwa sababu sasa ukiona mpaka Vipers wanakuja mara sema wanataka kuja kucheza ligi ya Tanzania, taarifa zilitoka wiki iliyopita, lakini hivyo Tanzania kwenyewe bado kuja hawa wanaweza taarifa. Kuna vitu vingi sana ambavyo wao wataangalia. Kwao kama nchi watakuwa wanapata hasara, kwa sababu uwezo ukacheza ligi ya Tanzania kwa mwakilishi wa Tanzania, au uwezo ukacheza ligi tofauti na nchi yako wakati ligi ya nchi yako inaendelea, maana wewe automatically kwenye mfumo wa ligi usiku utakuwa umejitoa. Kwa hiyo utakuwa na hizo hasara. Lakini naangalia kwa nini wameamua kufanya hivyo. Kama wana audience wanapaswa kusikilizwa, na mimi naona sio sahihi ulazimisha timu isajili mchezaji kwa mkataba wa miaka 2 na kuendelea, kwa sababu mpira ni kama kazi nyingine tu. Kama kwenye kazi watu wanaajiriwa kwa mkataba wa miezi 3, watu wanapata tempo miezi 3, mwaka mmoja, kwa nini timu tulazimishe cheze miaka 2? Swala ni kwamba yeye apambane. Hata akisajiliwa miezi 3, kama ana kiwango kizuri ataongezewa mkataba, ataendelea kuongezewa mkataba. Kwa sababu msingi ni kwamba wachezaji wana njia kutetewa, lakini sio tu lazima wawe mkataba wa miaka 2. Hiyo pia itafanya baadhi ya wachezaji waridhike. Kwa mfano mchezaji anaona mimi nishasaini tayari miaka 2, hapa hata nikifanya nini nitabaki kwenye timu miaka 2, nikicheza tena kiwango watu watavunja mkatabani, watanilipa pesa nyingi. Kwa hiyo mimi naamini wanaoja Uganda watatulia. Sidhani kama itatokea mpaka hiyo situation ya mwisho kabisa Vipers wakagoma mpaka mwisho. Mimi naamini kwamba mambo yatakuwa sawa, kama kuna kanuni zitalegezwa Vipers watarejea mchezo. Swala la 8 naanza. Swala ni kwamba kila mtu anapaswa ajiangalie wapi tatizo linapoanzia. Tatizo linapoanzia wewe badilisha kanuni. Hao ndio wenye tatizo. Kama ingekuwa bila hao, sidhani kama ingetokea hayo maamuzi. Kwa hiyo aliyeanzisha tatizo ndiye wa kwanza ambaye anapaswa kuanza kulitatua tatizo. Mimi nafahamu hivyo. Kwa hiyo sio Vipers, sio FUFA peke yake au World League, lakini wanapaswa pia kukutana katikati. Yes, wewe unasema hivi, sawa, hebu tuambie wewe ungefanyaje, na wewe unasema yeye tuambie tufanyaje. Mwisho wa siku wanakutana katikati kama mazuri yanaendelea.